Kwa jina naitwa Barnabas Nkinga, ni rais wa chama cha wanasaikolojia Tanzania. Lengo kuu la mkutano wetu tulikuwa tukitafakari kuhusu umuhimu wa kuondokana na njia za kikoloni za kufundisha saikolojia, hasa zile za magharibi, na kuangalia ni namna gani tunaweza tukatumia tafiti zilizofanyika nchi Afrika, lakini njia ambazo zimethibitisha kufanya kazi kwa Waafrika. Na hapo ndio tunashirikiana na wenzetu wa Afrika katika chama cha Pan African Psychology Union. Kwa hiyo mkakati kama rais wa chama cha wanasaikolojia, kwanza kabisa ni kufanya kazi na wenzetu wa nchi za Afrika ili tuweze kutengeneza kizazi cha viongozi wachanga wa Kiafrika ambao wataibeba taaluma yetu, ili sasa wanapojifunza shuleni yale ambayo yametoka magharibi, katika nchi za magharibi, wanaweza kuyatafakari kuona ni namna gani yanafanya kazi katika nchi zetu za Afrika. Na TAPA tayari tumeshapiga hatua. Tunao utafiti ambao tunashirikiana na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na Chuo Kikuu cha Sussex cha nchini Uingereza kutafiti ustawi wa vijana na afya yao ya akili nchini Tanzania. Kwa hiyo tunaamini kupitia ushirikiano wa wadau mbalimbali tunaweza tukazalisha tafiti na tunaweza tukazalisha kizazi ambacho tunaleta suluhu ya sayansi ya saikolojia kusaidia Waafrika. Asante. Mimi kwa majina naitwa Charles Deogratias, ni saikolojia mnasihi, lakini pia ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya WELS Tanzania, ambao tunajihusisha zaidi na afya ya akili kwa Tanzania. Msaada wa kwanza wa kisaikolojia au afya ya akili ni wewe mwenyewe. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, jamii na watu wa karibu ambao wanamtoa kijana wanapaswa kuelewa kwamba saikolojia au afya ya akili ni matatizo kama mengine, ambayo hatutakiwi kuwa na expectation kubwa, bali kuwa sehemu ya msaada, kwa sababu msaada peke yake ndio matibabu. Msaada peke yake ndio nguvu ambayo inaweza kumsaidia kijana. Kwa hiyo ni namna ambavyo tunaweza kuwa sehemu ya kuweza kumsaidia, namna ya kumpa nafasi, sio kumhukumu, sio matarajio makubwa, lakini badala yake sisi ndio tuwe watu wa pili wa kuweza kumpa nafasi. Hiyo inaweza ikamsaidia yeye kuweza kuretrieve au kuweza kuharmonize ile hali au ile trend ya changamoto za afya ya akili. Yeah. Mimi kama mwanachama au kama mwanafunzi wa saikolojia, changamoto moja ambayo nimeiona katika jamii yetu ni uelewa kuhusiana na afya ya akili baina ya walimu, wazazi na hata jamii kwa ujumla. Kwa upande wa shuleni, mzazi na mwalimu ana nafasi kubwa ya kuchangia ustawi wa mtoto kiakili au kiafya ya akili, kwa sababu kama tunavyojua, malezi ya kwanza yanaanzia nyumbani, na kama mtoto hayuko sawa nyumbani, hapati sapoti stahiki au wazazi wanamsababishia maumivu, anapoenda na yale maumivu shuleni, nakuta muda mwingine mtoto kachelewa au kafanya kosa au kakuta kwenye kosa ambalo ni la umoja, tena nakutana tena na adhabu nyingine, inaweza kumsababishia changamoto ya afya ya akili. Kwa hiyo nilikuwa naomba kwa kushirikiana na serikali na wadau wote wa saikolojia na wataalamu wa afya ya akili, tu advocate sana katika afya ya akili kwa upande wa jamii, tukianzia na ngazi ya familia mpaka mashuleni, kwa sababu hizo ndio sehemu kubwa ambazo zinaweza zika-influence afya ya akili kwa wanafunzi au kwa binadamu yoyote. Na chengine napenda kuongezea kwamba katika ulimwengu huu wa sayansi na teknolojia unapoendelea kukua, wazazi tujaribu kuwa sana karibu na watoto wetu, kwa sababu wanapitia changamoto mbalimbali, wanapitia matatizo mbalimbali. Wanapokosa ukaribu na wazazi, inawapelekea wao kufanya maamuzi magumu.